Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na vijana wa Malimbe waaswa kutumia mitandao ya kijamii kuendeleza utulivu na amani. Vyama vya upinzani nchini Burundi vyalaani matokeo ya uchaguzi wa wabunge. Na katika michezo, Women's Sekafa Senior Challenge Cup kuanza kutimua vumbi hapo kesho kwa michezo miwili kupigwa. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Ramadhani Mshana nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Hamudi Sanza atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Lucia Mkono. Na tuanze na habari za kitaifa. Vijana wa mtaa wa Malimbe wilayani Nyamagana jijini Mwanza wameeleza maoni yao kuhusu umuhimu wa kutumia mitandao ya kijamii kwa njia sahihi, hususan katika kuhamasisha utulivu na kuepuka kusambaza taarifa za uongo zinazoweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kauli hiyo imekuja kufuatia onyo la msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, aliyesisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mtu yeyote atakayesambaza taarifa za uongo mtandaoni zinazochochea taharuki katika jamii. Hii hapa ripoti yake Catherine Kaberege inaeleza kwa kina. Wakazi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wametoa maoni yao juu ya kutumia mitandao ya kijamii vizuri katika kuhamasisha amani na utulivu na kuacha kuchochea taharuki kwenye jamii zao. Kumekuwa na changamoto nyingi sana vijana. Sasa unakuta vijana wengi wanaposti picha ambazo sio sahihi, yani picha za kubuni. Nashauri vijana wenzangu ni vyema kutumia mitandao ya kijamii ipasavyo, na sio kulibomoa taifa letu, ni kulijenga taifa letu, kwani sisi ndio nguvu kazi ya taifa hili. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu kutumia hiyo mitandao ya kijamii waliokuwa nayo na waliopewa, kwa sababu nchi yetu ina freedom of speech. Mtu hukatazi kuongea kitu, lakini tuongee kitu kwa kulijenga taifa letu na sio kulibomoa. Vijana waweze kutumia vizuri mitandao ya kijamii kwa manufaa ambayo yanaweza kuleta maendeleo, na pia vijana waweze kuitumia hiyo mitandao ya kijamii kwa mambo yanayofaa ambao hayawezi kuchochea ugomvi. Maoni hayo yametolewa na wananchi kufuatia kauli ya msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa jijini Dodoma baada ya kutoa onyo kwa vijana juu ya kutumia mitandao ya kijamii kusambaza taarifa zinazochochea uvunjifu wa amani nchini. Ukitumia mitandao vibaya, sheria ipo na mamlaka na vyombo vipo vitakupata. Hasa wakati mwingine unaona vikampeni havina mbele wala nyuma. Sheria inakataza kutukana. Sheria inakataza kufanya uchochezi. Sheria inakataza kuzua taharuki. Sheria inakataza kudhalilisha. Tumeanza kuona kwenye mitandao watu wanafanya makosa haya. Sasa naomba niwaambie vijana, hakuna atakayefanya makosa haya akabaki salama. Tutakupata. Litakuwa ni swala la muda tu. Nikiripoti kutoka mtaa wa Malimbe jijini Mwanza, Catherine Kaberege, SAUT TV. Shukrani sana Catherine Kaberege kwa ripoti hiyo, na sasa tugeukie taarifa nyingine, ambapo kuelekea uchaguzi wa viongozi wa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT, mgombea urais Kashinje Paul John ameahidi kuendeleza miradi iliyopo ya serikali ya wanafunzi na kuimarisha juhudi za utunzaji wa mazingira, ikiwa ni pamoja na kupanda miti ndani na nje ya chuo cha SAUT. Akizungumza na SAUT TV habari, Kashinje amesema kama atapata ridhaa ya wanafunzi atahakikisha serikali yake inakuwa na ushirikiano, uwazi na inayoweka mbele maslahi ya wanafunzi wote chuoni hapo. Taarifa yake Philemon Mawazo inasomwa hapa studio na Asia Mohamed. Ndugu Kashinje Paul John amesema kuwa kipaumbele chake ni kuendeleza miradi iliyopo ya serikali ya SAUTISO sambamba na shughuli za chuo zinazogusa maisha ya wanachuo. Lengo kuu ni kutekeleza miradi mbalimbali ya serikali ya wanafunzi takapopewa idhini na idhaa ya kuongoza serikali ya wanafunzi 2025 na 2026. Miradi ambayo tunaifanyia kazi ni ujenzi wa matanki ya maji na visima mbalimbali ndani ya mazingira ya chuo. Pia tuna mradi wa kununua vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo ili kuinua vipaji vya watu. Pia tuna mradi wa kupanda miti, kuhakikisha tunatunza mazingira, kununua dustbin kwa ajili ya kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa salama na safi, kwa sababu afya ndio mtaji wa maisha. Mradi mwingine ni kuimprove the university facilities. Lengo ni kuhakikisha mazingira yetu ya kitaaluma yanakaa salama. Sambamba na hilo, tuna lengo la kuhakikisha kusaidia wanafunzi ambao ni SAUTISO funds
tunaongeza kiasi chake kwa ajili ya kusapoti wanafunzi wenye changamoto mbalimbali za kulipa ada. Nao baadhi ya wanachuo wa SAUT wamesema kuwa wanamhitaji kiongozi mwenye msimamo na atakayeweza kutimiza mahitaji ya wanachuo wa SAUT. Dhamira kuu iliyofanya kuwa msukumo na kutamani walau kushiriki katika michakato hii, matamanio ni makubwa sana ambayo tunatamani kupata mtu ambaye atasimama kwa kujali maslahi ya umma. Mtu ambaye atakuwa bega kwa bega na kujua changamoto wanazozipitia. Hii ni jamii na jamii ina changamoto nyingi. Kumekuwa na tendency ya kuwa kutokufuatilia matatizo wanayoyapitia na kutatuliwa kwa wakati. Sasa imani yangu kubwa, natamani tupate mtu ambaye ni mahiri na shupavu, ambaye atakuwa msikivu na mnyenyekevu, asiwe kiongozi tu bali awe mtumishi wa watu. Kwa hiyo kiongozi ni anasimamia tu mamlaka, lakini ni mtumishi wa watu anaenda kufanya mabadiliko makubwa katika chuo chetu. Tukiangalia tukiangalia katika chuo chetu bado kuna ule upungufu wa mitandao. Kwa mfano wifi hatuna, zipo lakini hazifanyi kazi. Kwa hiyo ni moja ya projekti zake alizoziandaa katika ilani yake endapo atachaguliwa kuwa rais. Lakini pia kuna masuala ya ulinzi. Jumamosi ya Juni 14, 2025, zoezi la uchaguzi litafanyika kwa kuhusisha uchaguzi wa wabunge na rais wa serikali ya wanafunzi SAUT Sautiso. Asia Mohamed, SAUT TV. Ni ripoti yake Philemon Mawazo kama ilivyowasilishwa na Asia Mohamed. Na sasa tupate taarifa nyingine ambapo wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT jijini Mwanza wameeleza umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa na uongozi wa chuo hicho kwa ajili ya kudumisha nidhamu, amani na mazingira bora ya kujifunzia. Wakizungumza na SAUT TV Habari, baadhi ya wanafunzi wamesema kufuata sheria za chuo ni msingi wa mafanikio ya kitaaluma na kijamii, kwani kunasaidia kuimarisha uhusiano mzuri kati ya wanafunzi na uongozi pamoja na kuepusha migogoro isiyo ya lazima. Tuungane naye Everada Siwela anaeleza kwa kina. Sheria ni mwongozo uliowekwa kwa ajili ya kuweza kumuongoza mtu au kikundi cha watu katika jamii fulani. Je, kuna umuhimu gani wa kuweza kuzingatia sheria zilizowekwa? Na leo SAUT TV imefika katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kuweza kupata baadhi ya maoni ya wanafunzi katika chuo hiki wakielezea umuhimu wa kuweza kuzingatia sheria zilizowekwa. Kwa majina naitwa Bona Max Innocent, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa masomo Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza. Mimi binafsi maoni yangu kuhusiana na sheria zipi ambazo wanafunzi natakiwa wazingatie. Moja kabisa, kutokana na utamaduni wetu wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino hapa jijini Mwanza. Moja ni kuwahi darasani. Hichi ni kitu ambacho nadhani ni principle mojawapo au sheria mojawapo ambayo wanafunzi natakiwa wazingatie. Kwa sababu hii inasaidia kuondoa migogoro kati ya mwalimu pamoja na mwanafunzi. Na always tumekuwa tukiambiwa kwamba mwanafunzi hawahi darasani kabla dakika 5 ya mwalimu kufika au kipindi kuanza. Lakini sheria ya pili ambayo mimi nadhani ni muhimu zaidi wanafunzi kuzingatia wakiwa katika eneo hili ni swala la mavazi, dressing code. Tunazungumzia kwamba watu wavae nguo zinazostiri miili yao, hususani wadada lakini pia wakaka. Kwa hiyo inatakiwa tuvae nguo ambazo zinaendana na maadili ya Kitanzania. Majina yangu naitwa Witness Elias, ninasoma sheria mwaka wa 4. Hapa nitaka nizungumzie kuhusiana na umuhimu wa kufuata sheria za chuo. Endapo mwanafunzi atafuata sheria za chuo jinsi zilivyo kama jinsi zilivyo katika St. Augustine University of Tanzania, cha kwanza atakuwa yuko free, ataepusha migogoro na walinzi, anapovaa nguo ndefu ambazo hazina kasoro, anaposuka nywele zinazotakiwa, atakuwa yuko comfortable katika chuo hivyo. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa wanafunzi kufuata sheria za chuo kama jinsi zinavyotakiwa ili kuepusha migogoro mbalimbali ambayo inaweza kutokea baina ya walimu na wanafunzi au baina ya wanafunzi pamoja na walinzi pamoja na watu wengine wote katika mazingira ya chuo. Naitwa Kerindo Gechora, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino mwaka wa pili, nasomea degree ya Mass Communication. Kwa upande wangu umuhimu wa kufuata sheria za chuo, kwanza mwanafunzi itamsaidia pia kujenga ile confidence. Tunazungumzia mwanafunzi pindi atakapofuata sheria za chuo itamsaidia yeye kujenga kujiamini, kuwahi darasani, ni vitu ambavyo vinamsaidia. Lakini pia mwanafunzi akiwa anafuata vizuri sheria za chuo inaweza kusababisha mwanafunzi akamaliza masomo yake akiwa salama. Tunazungumza kuna vitu vingi ambazo wapi vinasababisha mwanafunzi anaingia kwenye mambo ambayo yasiyo ya msingi, anajikuta anashindwa kumaliza masomo yake. Hayo ni baadhi ya maoni ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino
wakielezea umuhimu wa kuweza kuzingatia sheria zilizowekwa na chuo hicho. Everada Siwela wa SAUT TV. Asante sana Everada Siwela kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Tukianzia hapa barani Afrika, vyama vya upinzani nchini Burundi vimelaani vikali chama tawala kwa madai ya kukandamiza misingi ya demokrasia kufuatia ushindi wa 96% waliopata katika uchaguzi wa wabunge uliofanyika Juni 5 mwaka huu. Viongozi wa upinzani wamelaani kuwa matokeo hayo hayaonyeshi uwazi wala ushindani wa haki, na wametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kuhakikisha demokrasia ya kweli inarejea nchini humo. Kwingineko, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR limeripoti kuwa hadi sasa zaidi ya watu milioni 123.2 duniani kote wamelazimika kuyakimbia makazi yao kwa nguvu kutokana na migogoro, ghasia, mateso na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. UNHCR imesisitiza kuwa idadi hiyo inaendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka, huku ikitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kushughulikia mizizi ya migogoro na kuhakikisha ulinzi kwa watu waliolazimishwa kuwa wakimbizi. Ripoti yake Amos Limbe inaeleza kwa kina. Mkuu wa mkoa huo Oscar Mabuyane amesema hali inaendelea kuwa mbaya na kuna uwezekano mkubwa wa idadi ya vifo kuongezeka, huku mamia ya watu wakiachwa bila makazi na kwa lazimu kujenga makazi ya muda kipindi hiki cha mvua kubwa nchini humo. Wizara ya Elimu inasema shule takriban 58 zimeathiriwa katika mkoa wa Kepu Mashariki wa nchi hiyo, huku zingine zaidi ya 60 zikiripotiwa kuwa katika hali mbaya zaidi katika maeneo ya KwaZulu Natali. Mvua hizo ambazo zimeleta maafa, huku kukiripotiwa wanafunzi 4 wa shule na dereva wao kuwa ni miongoni wa waliopata maafa baada ya basi lao kusombwa na maji ya mafuriko Jumanne asubuhi ya wiki hili. Afrika Kusini imekumbwa na wimbi la baridi kali na hali ya hewa kali tangu mwishoni mwa juma hili, wakati wa majira ya baridi kali kusini mwa nchi hiyo, huku theluji ikimonyoka na mafuriko yalikuwa mabaya zaidi eneo la Eastern Cape kusini mashariki mwa nchi hiyo. Na katika habari za kimataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR limesema takriban watu milioni 123.2 duniani kote wamesalia kuwa wakimbizi kwa nguvu kutokana na migogoro, ghasia, mateso na ukiukaji wa haki za binadamu ulimwenguni. Kulingana na idadi ya watu waliokimbia makazi yao imeongezeka kwa watu milioni 7 au 6% ikilinganishwa na mwisho wa mwaka 2023. Hatua hii inaendelea hadi ya miaka 13 ambayo imeshuhudia ongezeko la mwaka hadi mwaka la idadi ya watu waliokimbia makazi duniani kote. Kulingana na UNHCR, idadi ndogo ya wakimbizi mwaka 2024 inaonesha makadirio ya wakimbizi wa Afghanistan na Syria na ripoti mpya kuhusu wakimbizi wa Ukraine. Hata hivyo, idadi ya wakimbizi wa Sudani iliongezeka kwa karibu 600,000 hadi milioni 2.1 mwaka 2024-2025. Idadi ya wanaotafuta hifadhi, watu wanaotafuta ulinzi katika nchi nyingine kutokana na mateso au hofu ya madhara katika nchi yao wanaosubiri uamuzi ilifikia milioni 4.8, ongezeko la 22% kutoka mwaka uliopita. Kwingineko huko Burundi, ambako vyama vya upinzani nchini Burundi vimelaani vikali chama tawala kukandamiza demokrasia katika uchaguzi baada ya chama hicho kuongoza kwa 96% katika matokeo ya uchaguzi wa wabunge uliofanyika Juni 5, 2025. Siku ya Jumatano Juni 11, tume ya uchaguzi ya Burundi ilitangaza matokeo ya uchaguzi wa wabunge uliofanyika Juni, wakati chama tawala cha CNDD-FDD kikiongozwa na Rais Evariste Ndayishimiye kikiibuka mshindi wa wazi kwa zaidi ya 96% ya kura, hatua iliyopelekea wapinzani wake kushutumu udanganyifu wa wazi katika uchaguzi huo. Siku 6 baada ya uchaguzi huo ambao Warundi walichagua wabunge wao na madiwani wa manispa, tume huru ya taifa ya uchaguzi CENI ilitangaza matokeo ya muda ya uchaguzi huo wa wabunge wakati wa sherehe rasmi mjini Bujumbura Jumatano Juni 11.
CNDD FDD, chama ambacho kimeitawala Burundi tangu mwaka 2005, ndicho kimeibuka mshindi kwa zaidi ya 96% ya ukura zilizopigwa, huku vyama vingine 20 vya kisiasa na miungano iliyoingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi vikisema uchaguzi huo uliibiwa na hakuna aliyepata zaidi ya 1% ya kura isipokuwa chama cha zamani cha UPRONA kilichoshika nafasi ya pili kwa 1.3% ya kura. Daudi Limbe, Sauti. Shukrani sana Amos Limbe kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Hamudi Sanza atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa Sauti TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Hamudi Sanze. Deni la taifa la Tanzania limeongezeka hadi kufikia shilingi trilioni 107.7 kufikia mwezi Machi mwaka 2025 kutoka trilioni 91.7 katika kipindi kama hicho mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la shilingi trilioni 16 sawa na 14.9%. Taarifa hiyo imetolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais anayeshughulika na mipango ya uwekezaji Profesa Kitila Nkumbo wakati akiwasilisha hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. Tukiendelea kusalia bungeni jijini Dodoma, serikali ya Tanzania imetangaza bajeti ya shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka wa fedha mwaka 2025-2026 ikilenga kuimarisha ukuaji wa uchumi wa taifa na kudhibiti changamoto za kifedha. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amewasilisha hotuba hiyo bungeni jijini Dodoma akisisitiza kwamba bajeti hii itaelekezwa kupitia mapato ya ndani, misaada na mkopo yenye thamani ya trilioni 56. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amewasilisha hotuba hiyo bungeni jijini Dodoma akisisitiza kwamba bajeti hii itatekelezwa kupitia mapato ya ndani, misaada na mkopo yenye thamani ya trilioni 56.49, ikiwa ni ongezeko muhimu linaloonyesha jitihada za serikali kuongeza kasi na ukuaji wa pato halisi la taifa hadi 6.0% mwaka 2025 ikilinganishwa na 5.5% mwaka 2024. Taarifa yake Julius inaeleza kwa kina katika ripoti hii ifuatayo. Tukianzia hapa Tanzania, deni la taifa la Tanzania limeongezeka hadi kufikia shilingi trilioni 107.7 kufikia Machi mwaka 2025 kutoka trilioni 91.7 katika kipindi kama hicho mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la shilingi trilioni 16 sawa na 14.9%. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais anayeshughulikia mipango na uwekezaji Profesa Kitila Nkumbo ametoa taarifa hiyo leo wakati akiwasilisha bungeni taarifa ya hali ya uchumi wa mwaka 2024 pamoja na mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2025-26. Katika hotuba yake, Profesa Nkumbo amefafanua kuwa serikali imekuwa ikikopa kwa lengo la kufanikisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ambayo katika muundo wa deni hilo, Profesa Nkumbo ameeleza kuwa deni la ndani limefikia shilingi trilioni 34.76 ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kutumia vyanzo vya ndani kuhifadhi maendeleo. Hata hivyo, deni kubwa linatokana na mikopo kutoka nje ya nchi kupitia taasisi za fedha za kimataifa na washirika wa maendeleo. Hii inaakisi mwelekeo wa serikali wa kupanua bajeti ya maendeleo kwa kutumia fedha za mkopo zenye masharti nafuu. Tukiendelea kusalia bungeni Dodoma, serikali ya Tanzania imetangaza bajeti ya shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka wa fedha 2025-26 ikilenga kuimarisha ukuaji wa uchumi wa taifa na kudhibiti changamoto za kifedha. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amewasilisha hotuba hiyo bungeni jijini Dodoma akisisitiza kwamba bajeti hii itatekelezwa kupitia mapato ya ndani, misaada na mikopo yenye thamani ya trilioni 56.49. Katika bajeti hiyo, mapato ya ndani yanatarajiwa kufikia trilioni 40.47 ikijumuisha shilingi trilioni 32.31 kutoka kodi na trilioni 6.48 zisizokuwa na kodi, pamoja na mapato ya mamlaka za serikali za mitaa ya trilioni
1.68. Mikopo ambayo inakadiriwa kufikia trilioni 14.95 inatokana na vyanzo vya ndani na nje, ikiwemo trilioni 6.27 kutoka ndani na trilioni 8.68 kutoka nje ya nchi. Bajeti hiyo pia inakabiliwa na changamoto ya kulipa riba ya mikopo ya trilioni 6.49, huku ruzuku za taasisi za umma na mamlaka za serikali za mitaa inakadiriwa kufikia trilioni 22.17. Kuhusiana na matumizi, Dr. Nchemba ameainisha kuwa trilioni 9.17 zitatumika kwa stahiki za watumishi wa umma na pensheni na trilioni 5.58 zitahitajika kwa ununuzi wa bidhaa na huduma. Aidha, malipo ya mtaji ya deni la taifa la ndani na nje yanatarajiwa kufikia trilioni 7.72, jambo linaloonyesha umuhimu wa kuzingatia usimamizi makini wa deni la taifa ili kuepuka mzigo mkubwa wa madeni unaoweza kuathiri ustawi wa uchumi wa taifa. Tumalizie taarifa zetu za biashara na taarifa kutoka Uingereza, ambapo serikali ya Uingereza imeweka mikakati ya kuongeza matumizi ya fedha za umma katika juhudi za kukuza uchumi na kutekeleza miradi muhimu ya taifa. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kifedha wameonya kuwa hatua hiyo inaweza kuzua wasiwasi mkubwa katika soko la dhamana za serikali, hali ambayo inaweza kuongeza gharama za ukopaji na kuathiri ustawi wa kifedha wa nchi hiyo. Kwa sasa, gharama ya kulipa riba ya madeni ya taifa la Uingereza imefikia kiwango kikubwa cha dola bilioni 143 kwa mwaka, ambapo wachambuzi wanaeleza kuwa iwapo hali ya wasiwasi katika soko la dhamana itaendelea, basi nchi hiyo itakabiliwa na mzigo mkubwa zaidi hasa kutokana na ongezeko la viwango vya riba kwa muda mrefu. Takwimu zinaonyesha kuwa viwango vya riba vya dhamana za serikali za Uingereza za miaka 20 na 30 zinaendelea kusalia juu, vikivuka kiwango cha 5% tangu mwezi Januari, ambapo viwango hivyo vilifikia rekodi ya juu kwa miongo kadhaa. Hali hii inaashiria mashaka ya uwekezaji kuhusu uthabiti wa sera za kifedha za serikali. Mimi ni Julius wa SAUT TV habari. Shukrani sana Julius kwa taarifa hizo za biashara. Na mtazamaji, na huu ni mwisho wa habari za biashara kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Lucia Mkono. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Hamoud Sanze. Ni matumaini yangu umzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia ndani ya SAUT TV. Mimi ni Lucia Mkono. Mashindano ya Sekafa Senior Challenge Cup kwa upande wa wanawake yanatarajiwa kuanza rasmi hapo kesho, ambapo michezo miwili itapigwa katika uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam. Michuano hiyo inaleta pamoja timu za taifa za wanawake kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati zikichuana kwa lengo la kuibua mabingwa wa mwaka huu. Kwingineko katika uga wa kimataifa, babe wa ndondi duniani Canelo Alvarez pamoja na Terence Crawford wanatarajiwa kupanda ulingoni mapema mwezi Septemba mwaka huu katika pambano la kusisimua litakalofanyika mjini Las Vegas nchini Marekani. Mwanamichezo wetu Farhia Hamis anaeleza kwa kina juu ya taarifa hii. Mashindano ya Sekafa Senior Challenge Cup kwa upande wa wanawake timu za taifa inatarajiwa kuanza kutimua vumbi hapo kesho kwa michezo miwili kupigwa kwenye dimba la Azam Complex. Mchezo wa kwanza na mapema utawakutanisha timu ya taifa ya Uganda dhidi ya timu ya taifa ya Burundi majira ya saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na mchezo wa pili utapigwa majira ya saa 1 kamili jioni baada ya safari ndefu kutoka Sudani Kusini kwa gari mpaka Tanzania. Timu ya taifa ya Sudani Kusini itawaalika wenyeji wa michuano hiyo kwenye dimba hilo hilo la Azam Complex. Kimataifa, klabu ya AC Milan watalazimika kumsubiria kiungo mshambuliaji raia wa Croatia Luka Modric mpaka kutakapotamatika kwa fainali ya kombe la dunia virabu huko nchini Marekani, ambapo baada ya kutamatika kwa michuano hiyo Modric atachana rasmi na Real Madrid. Tukiendelea kusalia huko nchini Italia, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Serie A klabu ya Napoli wamekamilisha usajili wa
kiungo mshambuliaji raia wa Ubelgiji Kevin De Bruyne ambaye amewasili nchini Italia kwa ajili ya kukamilisha taratibu za usajili huo. Baada ya kuwa na minong'ono mingi na visa vya chini kuwa pambano kati ya Canelo Alvarez dhidi ya Terence Crawford, na pambano hilo rasmi litapigwa mapema mwezi wa 9 mnamo tarehe 13 nchini Marekani katika jiji la Las Vegas, ambapo watapambania mkanda wa undisputed super middleweight, yani mbingwa wa dunia na uzani wa kati wa juu asiye na mpinzani. Mpaka hivi sasa Canelo Alvarez amepanda ulingoni mara 67 na kufanikiwa kushinda mapambano 63 huku mapambano 39 akishinda kwa KO na kwenda sare mapambano mawili na kupoteza mapambano mawili, huku mpinzani wake Terence Crawford akipanda ulingoni mara 41 huku akifanikiwa kushinda mapambano yote 41 huku 31 akishinda kwa KO. Nani kushinda mkanda wa bingwa asiye na mpinzani? Je, ni Canelo au Crawford? Falhia Rashid, South TV. Asante sana Fariha Hamisi kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufika hapo sina la ziada katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Lucia Mkono, na sasa nirudishe kijiti hiki kwa Ramadhani Mshana kwa ajili ya kuhitimisha habari kwa siku hii ya leo. Asante sana Lucia Mkono kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Vijana wa Malimbe waaswa kutumia mitandao ya kijamii kuendeleza utulivu na amani. Vyama vya upinzani nchini Burundi vyalaani matokeo ya uchaguzi wa wabunge. Na katika michezo, Women Sekafa Senior Challenge Cup kuanza kutimua vumbi hapo kesho kwa michezo miwili kupigwa. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Ramadhani Mshana, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa South TV.